Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Hatutegemea hili. Kila msiba lazima uumize, hasa kwa mzee wetu ambaye alikuwa kama mulo wetu kwa sekta hii ya madini. Mtu ambaye ametufundisha watu wengi. Tumekuwa naye katika shughuli hii. Mimi nilikuwa nikimjua Mzee Ngereja kama mchimbaji mkubwa na kama mlezi wa sisi wachimbaji wadogo. Kwa hiyo kwa ujumla umetumiza sana, zaidi ya sana. Mbali na kuumiza katika sekta ya madini, katika jamii alikuwaje mzee? Hebu unaweza kumzungumzia mawili matatu? Unaona huu umati uko kwa sababu ya jinsi ya ushirikiano wake na jamii. Kwanza kwa kijiji cha Busuwangili, mimi pale nina leseni, ninachimba pale, ni mchimbaji. Busuwangili amejenga shule ya kwake, kajengea wananchi wa Busuwangili. Busuwangili kwa kuna shule, watu wanatoka kutoka Busuwangili kuja kusoma kula nini, wanakuja Kakola. Lakini amejenga shule kwa kuja watu wa Busuwangili wanasomea niseme Kalole. Lakini kajenga shule Busuwangili, amejenga hospitali Busuwangili, amejengea zahanati pale Busuwangili. Lakini pia alikuwa na mchango mkubwa sana kwenye jamii. Alikuwa anaweza kukusanya wamama siku ya mgao, akatoa mifuko kadhaa kugawia wamama wale wapiga ukwali. Kwa jamani, hii mifuko na nyinyi mkapate hii riziki. Alikuwa anaweza kukusanya pia vijana ambao bado wanajitafuta, akawaweka kwenye nini, kwenye ule mguu wake mwenyewe, wakajipatia kipato. Ni wachache sana wanaoweza kufanya yale alikuwa anafanya mzee wetu. Lakini pia alikuwa ni mshauri kwa sisi wachimbaji, alikuwa ni mshauri mzuri sana. Akiona unakwenda siku, mzee atakuita nyumbani kwake, atakuomba, utakaa naye chini, atakwambia mwanangu, hili na hili haliko sawa, hapa tunaenda hivi katika njia ya uchimbaji. Kwa hiyo tumepoteza kitu ambacho ni gharama kubwa kukipata tena kwa sasa.